awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Luka sura ya 2 mstari wa 22 hadi wa 40. Zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo torati ya Musa, wazazi wa Yesu walikwenda naye hata Yerusalemu wamweke kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanamume aliyekifungua mimba ya mamaye na aitwe mtakatifu wa Bwana, wakatoe na sadaka kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana, hua wawili au makinda ya njiwa wawili. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyo desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mkononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako uliouweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakiyastaajabia hayo yaliyonenwa juu yake. Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, tazama, huyu amekuwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenwa. Nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako, ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Palikuwa na nabii mke jina lake Ana binti Fanueli wa kabila la Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya wanawali wake, naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Na wote waliokuwa, huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Basi walipokwisha kuyatimiza yote kama yalivyoagizwa katika sheria ya Bwana, walirejea Galilaya mpaka mjini kwao Nazareti. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Neno la Bwana.